Karibuni tena katika siku ya leo, siku ya Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka ule wa 2025. Karibuni sana, tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Karibuni sana 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 sana. Karibuni. Na leo ukizingatia ni siku kuu ya wanawake duniani katika kalenda ya KKKT. Na hii inayoonekana mbele yetu ni ofisi ya mtaa, ambapo ofisi ya mwinjilisti iko hapo na ofisi ya wazee wa kanisa iko hapo, na hapa ndipo mtumishi wa Bwana yupo kwa ajili ya kutulisha neno la Mungu kwa siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya wanawake katika kalenda yetu ya KKKT, na muona hapa mtumishi wa Bwana kwa ajili ya leo kutulisha neno la Mungu. Ngoja nijaribu kumuuliza mawili matatu. Mwinjilisti au pako mafuta wa Bwana, leo ni siku ya wanawake, unaiongeleaje? Kwa wanawake tunaiongelea kwamba ni siku muhimu sana, kwa sababu mwanamke si katika kanisa. Kila mahali tunaona kwamba mwanamke ndio aliyokuwa, hata kipindi cha Yesu alipokufa ndio alitangulia mbele kwenda kumpaka mafuta, lakini wanawake wanakiwa ni viongozi kwa sababu ndio waombolezaji wakubwa katika kanisa, na mwanamke akisimama katika kanisa kila jambo linaenda sawa sawa. Labda lingine niulize, unategemea nini sana kwa siku hii ya leo, siku ya wanawake? Tunategemea siku ya leo tumuone Mungu akituhudumia kwa namna mbalimbali, lakini pia kufanya wanawake ambao wametoka kwenye nafasi waweze kurudi kwenye nafasi ili kumtumikia Mungu kwa viwango vikubwa. Amina, amina mtumishi. Asante sana mtumishi wa Bwana. Hawa tunaowaona mbele yetu ni wanawake wa mtaa wa Nzasa Kilungule, wakiwa na shangwe kabisa katika sikukuu yao ya wamama. Inaonekana kabisa wanasali ni kwamba ni jinsi gani ambavyo wameweza kujiandaa kwa hili jambo yao. Inaonekana vizuri kabisa, wakiwa na shangwe, wakiwa na uniform, sare na kadhalika. Wamejawa na furaha ya moyoni kabisa, na ijulikane kwamba wanawake ni jeshi kubwa. Tunakuhitaji katika ibada hii, mfalme mtukufu. Tunaomba ukatutakase na kutuandaa Bwana kwa ajili ya huduma hii. Tunaomba ukatupake mafuta. Roho Mtakatifu, tunakuhitaji kuanzia mwanzo wa ibada hii Bwana mpaka tutakapoahirisha ibada hii. Tunatamani kuziona nguvu zako za uponyaji, nguvu zako za kufunguliwa na utakaso, neema. Hapa wakiwa katika darasa lao la watoto, darasa la Sunday school, wakiomba, wakiwakabidhi watoto mikononi mwa Bwana kwa ajili ya kuweza kuanza ibada yao. Umetupa tena neema ya kufikia kuacha namna ibada ya leo na watoto wetu wa Sunday school. Kwa kuwa wewe ni Mungu wazae mwanzo na mwisho, nasi watumishi wako tumesimama kwenye chungaji hiyo ya wafundishe watoto wetu pamoja na walimu. Wanawake wakiwa kwenye maandamano yao kama inavyoonekana hapo. Wanawake hapo sasa
inaenda kuanza sasa. Tusikilize. Mwana na Roho Mtakatifu, tukiongozwa na Zaburi ya 30. Kanisa tutasoma aya 6 hata ile ya 2. Zaburi ya 30, kanisa tusome kwa pamoja aya ile ya 6 hata ile ya 12. Neno la Mungu linasema hivi: nami nilipofanikiwa nalisema, sitaondoshwa milele. Bwana, kwa radhi yako wewe uliimarisha mlima wangu, uliuficha uso wako nami nikafadhaika. Bwana, nakulilia wewe, naam, kwa Bwana naliomba dua. Mna faida gani katika damu yangu nishukapo shimoni? Mavumbi yatakusifu, yataitangaza kweli yako. Bwana, usiye unirehemu. Bwana, ulinivua gunia ukanivika furaha, ili utukufu wangu Mungu wangu nitakushukuru milele. Amen. Naomba katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, sisi sote tumekusanyika mbele ya uso wa Mungu kumtukuza kwa ajili ya neema yake na uaminifu wake, lakini pia kusikia neno la Mungu na kuomba Mungu auishe roho na miili yetu, kwa kuwa Mungu wetu ni mtakatifu na sisi wenye dhambi. Hivyo basi na tumkabidhi Mungu dhambi zetu katika roho ya toba na imani, tukimwomba msamaha kwa dhambi. Na watangazia ya kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Zaburi yetu na antifoni. Zaburi ya siku za Bwana za majira ya mateso, matayarisho ya Pasaka, Kwaresima. Ukurasa wa 284.
akienda kusoma somo la pili. Jeshi kubwa hilo. Wababa nao vichwa. Kichwa kitembei bila shingo. Amina. Somo la pili tunalipata kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Yakobo 1. Mstari wa 17 na wa 18. Yakobo 17:18. Ninawatangulia kusoma kwa jina la Yesu. Kila kutoa kuliko kwema na kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kiburi cha kugeuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli, tuwe kama chimbuko na viumbe vyake. Haleluya. Na hilo ndilo neno la Mungu. Mshukuru Mungu. Neno la Mungu liwe taa na mwanga, tuongoza popote tutakapopita. Tuimbe neno la Mungu takata. Neno la Mungu takata lililotoka mbinguni, ambalo moto na panga haliwezi kuliishi. Twakushika vivyo hivyo tumesimama Wakristo wote ulimwenguni tukiri imani ya mitume. Na muamini mwenye enzi yote, muumba mbingu na nchi, na mwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa akateswa zamani za Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Kutoka atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo, lililo moja, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kutoka kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Naomba washiriki tuketi.